Ruto, wacha kutuadaa, tulipe pesa zetu. Waandamanaji vijana, akina mama na wazee walilia serikali ya Rais William Samoei Ruto baada ya hapo jana kuadaiwa kuwa eti wangehudhuria sherehe za Jamhuri Day wangelipwa shilingi 500 kila mmoja. Karibu kwenye taarifa zetu za Iron Media na kumbuka kusubscribe. Wakenya wenye ghadhabu wamemwaga mtama hatimaye siku moja tu baada ya sherehe za Jamhuri Day kuidhinishwa ambazo zilitekelezwa katika bustani ya Uhuru Gardens hapa jijini Nairobi. Wakiandamana asubuhi ya leo, vijana hao na akina mama kutoka mashirika mbalimbali ambao wakuwa wanataka kutajwa majina yao waliweza kulaumu serikali ya Rais William Samoei Ruto kwa kutuma baadhi ya viongozi ambao walikuwa wakusanya kutoka mitaa mbalimbali wakiwaambia kuwa eti wangehudhuria sherehe za Jamhuri Day katika bustani la Uhuru Gardens hapa jijini Nairobi. Kila mmoja angetumiwa shilingi 500 katika simu yake ya rununu. Vijana hao na akina mama sasa wamechukua sheria mkononi mwao wakiamua kuwaelezea Wakenya matukio yaliyotokea, wengi wakitupea duru kuwa mabasi, maroli waliweza kutumwa katika mitaa na mabanda ya Mkuru wa Njenga, vilevile uwanja ule wa Kamkunji na kuwakusanya wakipewa ahadi kuwa wangetumiwa pesa hizo, lakini baadaye pesa hizo hadi hivi sasa hazijatumwa. Swala hili linaonyesha kuwa Rais William Samoei Ruto alikusanya watu kwa kuwadaa kuwa angewalipa, lakini baadaye hakuwalipa. Hii inaonyesha aibu kubwa kwa nchi yetu ya Kenya, kwani rais anajua hali ya uchumi sasa hivi ni mbaya na vilevile watu wamechoshwa na uongozi wake, kwani mambo aliyowaahidi hajaweza kuyatekeleza. Hizo taarifa za hivi sasa, unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section kuhusiana na swala hili la vijana hawa na akina mama vilevile wazee kuandamana wakitaka pesa zao, kwani waliambiwa wakihudhuria watapewa pesa hizo. Kwa hiyo Waswahili husema ahadi ni deni. Ni jukumu la Rais William Samoei Ruto na viongozi wake kuwalipa watu hao ambao walifanya jinsi wao walikuwa wanataka.